leo inalipa kwa mara ya kwanza katika historia ya nchi hii. Kama tulivyoambiwa, upasuaji huu umefanywa na mikono ya Kitanzania peke yake. Tunaweza tukakiona kama ni kitu kidogo, lakini ni kitu kikubwa sana. Kwenye lugha za kitaalamu, hii ndio tunaita technology transfer. Na uzuri wa technology transfer, inaanza mtu mmoja na fertilization inaendelea. Na ukisoma kwenye historia ya nchi yetu, kuna huduma nyingi sana zilianza na mtu mmoja, lakini naamini wakati Dr. Delila atakapokuwa kwenye retirement, atakuwa anaangalia dashboard, ataikumbuka hii siku moja kwamba alikuwa anasema na mbobezi mmoja, lakini dashboard itakuwa inasoma vizuri. Kwa serikali, leo ni siku ya kupimwa kwamba kila shilingi tuliyoitenga kwenye budget na kila ahadi tuliyoitoa jukwaani, kila sera tuliyoandika ofisini, yote yanapimwa hapa ndani ya chumba hiki kwa kipimo kimoja tu. Je, mtoto atageuka au hatageuka? Je, atasikia au hatasikia? Na kwa taifa letu leo ni siku ya kufunga sura moja na kufungua nyingine. Sura ya kupeleka wagonjwa nje ya nchi inafungwa, sura ya kuwatibu nyumbani na hatimaye kuwapokea wa wenzetu inafunguliwa. Ndugu madaktari, viongozi, wazazi, mambo haya yote ni makubwa kwa sababu sera, bajeti, mafunzo, mikataba, miaka ya kazi ngumu leo yanakutana mahali pamoja, yanakutana kwenye kitufe kidogo ambacho mtaalamu wetu akikibonyeza baada ya dakika chache, ukima wa miaka mingi utakatika na hawa watoto watageuka, na sauti ya kwanza kabisa atakayoisikia katika maisha yake yote haitakuwa sauti ya mashine, itakuwa sauti ya mama yake akimwita kwa jina. Kwa hiyo leo hatuwashi mashine tu, tunawasha mwanga mpya wa maisha ya hawa watoto ambao utaishi kwa miaka mingi. Kwa hiyo kitakachogeuka hapa leo si kichwa cha mtoto, ni hatima ya mtoto, ni heshima ya familia, na ni thamani ya jasho la wataalamu wetu na uthibitisho wa dhamira ya serikali, na ni sura ya taifa letu. Kwa hiyo ndugu wageni waalikwa, kama alivyoeleza mkurugenzi mtendaji, leo tunazindua uwashaji wa mashine za usikivu 13 kwa watoto 7 waliofanyiwa upasuaji hapa Muhimbili kuanzia tarehe 17 mpaka tarehe 22 Juni mwaka 2026. Kabla ya upasuaji huu, watoto hawa hawakuwa na uwezo wa kusikia kabisa. Kwa siku ya leo, kwao si sherehe tu, lakini ni mwanzo wa maisha mapya. Lakini lipo jambo ambalo linapaswa kuandikwa kwa kirefu kikubwa katika kumbukumbu ya sekta yetu ya afya. Upasuaji huu wote kama tulivyoambiwa umefanywa na jopo la wataalamu wa ndani. Nimerudia kwa sababu uzito wa kihistoria wa mikono iliyofungua ulimwengu wa watoto hawa itakaa muda mrefu sana. Kwa hiyo naombeni tuwapigie makofi tena hawa wataalamu wetu ya kutosha. Hii imekuwa faraja kubwa kwetu kama hospitali ya taifa yenye jukumu la kuhakikisha huduma za kibingwa na kibingwa bobezi katika afya zinapatikana nchini. Uwepo wako hapa unadhihirisha dhima ya kweli ya serikali ya awamu ya 6 chini ya uongozi mahiri wa Rais wetu Dr. Samia Suluhu Hassan katika kuboresha na kuhakikisha huduma bora za ubingwa na ubingwa bobezi zinapatikana hapa nchini. Hospitali yetu ilikuwa ikitoa rufaa hizi kwenda nje miaka ya zamani, ambako wagonjwa wapatao 50 walipata hii huduma kuanzia mwaka
2002 mpaka 2016 kwa gharama ya shilingi milioni 120 kwa mtoto mmoja, ambapo jumla ya shilingi bilioni 6 zilitumika enzi hizo kugharamia watoto kwenye matibabu nchini India. Ilipofika mwaka 2017, hospitali kwa juhudi kubwa na kwa kushirikiana na Wizara ya Afya na serikali iliamua kuanzisha upasuaji wa kupandikiza vifaa vya usikivu hapa nchini, ambayo tunaifahamu kama cochlear implant surgery. Hospitali yetu hufanya wastani wa upasuaji wa aina hii mara 20 kwa mwaka, na mpaka sasa wagonjwa 115 wamefanyiwa upasuaji hapa Muhimbili. Hapo mwanzo huduma hizi zilipatikana nchini India kama nilivyoeleza, na gharama zilikuwa ni milioni 120 kwa mtoto mmoja, na sasa tunatumia gharama ya milioni 45 kwa mtoto mmoja, na tumeona tumepunguza mzigo mkubwa sana wa serikali kwa kuwahudumia hawa watoto hapa nchini. Lakini kikubwa zaidi ambacho tumepunguza ni kuwafanya hawa watoto wakaendelea kupata huduma hapa nchini wakiwa wamezungukwa na wazazi wao na familia zao, tofauti ambapo tungewapeleka nje wangeweza kukaa kipindi cha muda mfupi tu, na mara nyingine wasiweze kusikia lugha za wazazi wao kwa mara ya kwanza, watazisikia zile za kule. Kwa hiyo ni faraja kubwa sana kwamba anapoanza kusikia, anasikia kile anachopaswa kusikia kutoka kwenye jamii yake na kutoka kwenye lugha yake, na inatupa faraja kubwa sana. Sasa huduma hizi zinatolewa na madaktari wazawa kama ulivyosikia mgeni rasmi, ambako wamepata mafunzo ya umahiri ya upasuaji wa sikio, na hivyo tumeweza kuondoa kabisa rufaa za wagonjwa kwenda nje. Kwa hiyo rufaa za wagonjwa ambao wanahitaji vifaa vya usikivu sasa hatuna tena. Sisi tunajivunia kwamba hawa watoto sasa hivi wanapasuliwa na timu ya wazawa. Wanakuja wageni kwa zile kesi chache ambazo zimekuwa kidogo ni ngumu, ndio wanakuja kutusaidia sisi. Kwa hiyo timu ya wazawa ikiwemo madaktari wa bingwa upasuaji wa masikio, pua na koo, madaktari wa usingizi, kuna speech therapist na kuna manesi na kuna watu wa procurement, watu wa finance kama alivyosema. Hii timu ndio inasababisha hili jambo letu linawezekana. Kwa kweli tunajivunia sana timu yetu, tumesimama, tuko imara. Lakini lingine kwa ufupi kabisa nasema kwamba sisi tunashikilia uzi ule kwamba tunaboresha huduma za kibingwa bobezi katika kurugenzi yetu ya upasuaji, lakini pia tunaongeza namba na ile quality ya kazi ambayo tunaifanya. Lakini hapo nataka kusema, Mheshimiwa mgeni rasmi, kwenye kurugenzi yangu nina idara 7 ikiwemo ya masikio, pua na koo. Kwa hiyo kuna idara ya kina mama, kuna idara ya kinywa na meno, kuna idara ya macho, kuna idara ya mfumo wa mkojo, urology kwa lugha ya kigeni, kwa idara ya usingizi na idara ya upasuaji, ambao upasuaji hao wanashughulika na upasuaji wa kawaida, lakini tunasema na ule upasuaji rekebishi kwa lugha ya kigeni, cosmetic surgery. Kwa hiyo kwa idara zangu zote 7 tunatembelea mule kuongeza idadi za huduma za kibingwa bobezi, lakini pia kuongeza namba au kuziboresha zile huduma za kibingwa bobezi au upasuaji ambazo tunazifanya, lakini pia kushikamana kuweza kutembea na vision ya 2050 ku make sure kwamba hivi vitu tunatembea navyo na vinatokea. Millicent Simon. Napenda kutoa shukrani zangu kwa mkurugenzi. Alipokea maombi yangu vizuri, yakafanya kazi vizuri, mtoto akafanyia operation, mtoto yuko salama. Natoa shukrani zangu sana. Mkurugenzi, kweli wewe ni mama wa huruma. Mungu akubariki na baraka utazipokea. Shukrani zangu za pili, napenda kumshukuru mkuu wa idara Dr. Asra kwa jitihada zote ulizozifanya. Hii kazi ni ngumu na ni nzito, lakini umeweza kufanikisha hili zoezi. Nakushukuru sana na Mungu akubariki. Napenda kutoa shukrani zangu kwa serikali. Serikali, asanteni sana. Napenda kutoa shukrani tena kubwa sana. Asanteni sana, mbarikiwe. Shukrani zangu
za 4, napenda kutoa shukrani zangu kwa madaktari wa speech. Ni kazi ngumu, na bila nyie hawa watoto wasingeweza kufika kwa operesheni, wangekomea hapa hapa chini. Tumeanza nenye vizuri, tumemaliza vizuri bila tatizo lolote. Naombeni Mungu awatie nguvu muweze kusaidia na wengine. Asanteni sana. Mungu awabariki.